Ni mtaa ambao ulisaulika huko nyuma. Ulisaulika kiserikali, ulikuwa unatambulika lakini ulisaulika kiserikali, lakini hata pia wananchi wake walikuwa wako nyuma sana. Lakini kuingia sisi, bahati mzuri viongozi wote wapya, afisa mtendaji mpya. Kwa maana yake ni kwamba tukawa tunabuni ili kusogeza karibu na jamii. Kwa ndio maana yake jambo la kwanza tulibuni kufutulisha kila mwaka pale Mwenyezi Mungu anapotuweka hai, kwamba kila mwaka tunakusanyisha umma. Na tulikuwa tuna uwezo kwenda kuweka kwenye maukumbi. Kwa nini tusingeenda kwenye maukumbi? Iftari nyingi zinafutulishwa kwenye ukumbi, lakini sisi tumesema iftari zetu tutafutulisha kwenye uwanja serikali ya mtaa. Yaani kila mmoja apate fursa ya kufuturu. Kwa hiyo jambo la kwanza tumeamua kuwaweka karibu wananchi wetu tunaowahudumia, lakini pia waamini viongozi wapo na tunawajali. Wanafikiri hili jambo lilofanya ni jambo kubwa kama ulivyotueleza, na ni kweli thamani ya kujua mayatima kwa wale wenye kujua, basi wanajua nini wanachokifanya. Ila wewe kama kiongozi wa hapa maeneo ya Mustafa, unawaambia nini viongozi ambao wako pembeni ya maeneo ambayo yanakuzunguka kutokana na jambo kama hili unalofanya kwa moyo mmoja na kuendelea kulifanya kama ulivyosema? Mimi nafikiria leo wenye vitu wa mitaa wote wa kata Pugu walikuwepo. Hakuna hata mwenye kitu wa mtaa ambaye hajakuwepo. Wenye vitu kata Pugu inaundwa na mitaa mitano. Wote walikuwepo. Diwani wa kata Pugu alikuwepo, diwani wa viti maalum alikuwepo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Ilala alikuwepo, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi wilaya Ilala alikuwepo, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya Ilala alikuwepo, na baadhi ya wenye viti wa mitaa ambao majirani tulioalika walikuwepo. Kwa hiyo mimi na saa zangu viongozi ni kuguswa na hili ambalo tunaliendelea. Maana yake katika mwezi wa Ramadhani una siku 30. Leo akifutulisha Darema tutashiriki. Mwenyekiti wa mtaa Gogobi. Kesho kutwa akifutulisha Nyambiza wa A tutashiriki. Akifutulisha Mlali tutashiriki. Kwa hiyo kila mwenyekiti wa mtaa ataguswa na hili jambo kulingana linavyofanyika. Kwa sababu huu ni mwaka wangu wa pili na wao wanaenda kukaa, watajiuliza timu wanawezaje na sisi tushindwe. Kwa hiyo mimi naamini inawezekana mwakani mkakuta kwamba mnashiriki baadhi ya mitaa katika swala zima la kufutulisha. Na mimi nisiwe mchoyo wa kusema, kwa sababu wamesema kizuri bwana, kama ni kizuri lazima kisifiwe. Mimi naweza nikasema ni mara ya pili sasa hivi nakutana na Mheshimiwa Timbo katika jukumu la kufuturisha mayatima kama hivi. Kwa thamani anayefanya kwa sisi wa macho ya kawaida tunaweza tukaona jambo la kawaida, lakini Mwenyezi Mungu anajua nini anachokifanya na mnamlipa nini. Mnaweza mkaona kama anachokifanya labda sifa, la hasha. Huyu anafanya kwa ajili ya Allah, na hao wote aliowashika ni kwa ajili Allah mwenyewe amesema tuwaangalie, na ingewezekana ilikuwa nitakiwa hawa tuwabebe na tuwanao karibu. Mimi nasema hivi, Mheshimiwa Timbo, mimi nikusifu kwa moyo uliokuwa nao. Tuzidi kukuombea na Mwenyezi Mungu akuzidishie kwa hichi ambacho umekitoa. Yote ni mpango wa Mwenyezi Mungu, sio ujanja wako wala sio kujiwezesha ba. Yote ni moyo, na wewe pia umeonyesha moyo kwa wazazi na kwa watoto wao ambao ni mayatima. Sasa neno moja la mwisho, ili wewe kwako kama kiongozi wa mtaa huu wa Kinyamwezi, unawaambia nini wazazi na mayatima kama hawa, nini la kufanya, au unawapa mwongozo gani kwa kuweza kuwasaidia? Maana yake mwaka jana tulikula iftari, Idi pia tulikula. Tunashukuru, tulisherehekea tukiwa wote. Je, mwaka huu kidogo tujapo, ndugu wangu Karim Mkali amegusia, lakini nataka nijue zaidi kidogo, tugusie Idi hii, Mungu akitujalia uhai, kuna lipi jema au litazidi zaidi ya hili? Nitakula nao mayatima chakula. Swali langu ni ile mayatima nitakula nao chakula. Nawapenda na wao wawapende mayatima. Nawapenda na wao wawapende mayatima, na mimi nawapenda mayatima na nitakula nao chakula. Swali langu fadhila zangu za mwisho, mzazi aliyopanga foleni ya kuja kumchagua Fikiri Rajabu hakukosea, ndio amesababisha kuwaweka mayatima karibu. Kwa hiyo mimi ombi langu, wawalee mayatima na sisi tutawalea, wawapende mayatima na sisi tutawapenda, na mimi nawapenda mayatima. Naam, huyo ni mwenyekiti wa serikali za mitaa Bwana Timbo. Na mimi nataka niseme jambo moja, kwamba ukiona vijana wamejaa au wamezidi zaidi ya wale ambao ulitarajia, basi si kwa ujanja wako wala si iftari yako, bali ni Mwenyezi Mungu kaweka nuru na kazidi kuonyesha kwamba huyu ni kipenzi cha watu.